Lengo kubwa ni kupeana mambo mawili ama kupeana onyo kwa seneta wa Nyeri wa Matinga kwa kuweza kumtaarifu mambo mawili ambayo katika mambo mawili ajiulize na Wakenya waweze kutambua. Wakizungumza kwa ghadhabu baada ya kile kinachohusishwa kwa matamshi ya uchochezi yaliyotolewa na seneta wa Matinga kwenye kikao cha seneti, vuguvugu la wanati wa AMU eneo la Mombasa wameweza kukemea vikali matamshi hayo na kusema kuwa ni maneno ya chuki na kumtaka akome kuingilia mambo ya Lamu. Sisi tuko hapa leo kama vuguvugu la wanati wa AMU. Hili vuguvugu la wanati wa AMU ni muungano wa Lamu Foundation na Bajuni Elders. Kitu kimetukusanya leo hapa ni kutaka kumnyamazisha huyu mtu aitwaye seneta wa Nyeri Matinga, sijui Matinga, sijui nani jina lake. Huyu bwana kusema kweli ametukosea sana, na hakumkosea gavana wetu, ameikosea kaunti ya Lamu yote, kwa sababu tuko hapa leo makabila yote ya Kiamu yako hapa kulani matamshi aitwa seneta wa Nyeri, sijui seneta wa wapi. Viongozi hao aidha wamemtaka seneta huyo kuomba msamaha ama kufutilia mbali kauli hiyo, kwani serikali ya Kenya Kwanza tayari imepiga hatua ya kufufua uchumi wa Lamu. Na tumwambia Rais Ruto, na tumeona utendakazi wako. Kindiki amekuja zaidi ya mara 4, amekaa na watu wote na ameanza kutoa suluhisho. Hili suluhisho kutaka kupatikana, kumesharuka watu wengine wataka kulivunja. Nini Mswahili atapata ardhi yake? Nini Mswahili uchumi wake utafanya nini? Utarudi. Kwa hivyo sitomwambia wa Matinga ulifanya ni makosa and you have to withdraw. Swala la uchumi wa Lamu vile alikuachwa nyuma, huku memo iliwasilishwa kwa wanahabari na wakili Yusuf Abdalla ikigusia maswala matatu mazito. Kwa hivyo tuiomba serikali, hasa Profesa Kindiki, waziri anayehusika na usalama katika nchi ya Kenya, kuchukua hatua muafaka dhidi ya viongozi ambao wanaleta uchochezi ya makabila katika kaunti ya Lamu. Vile tunaomba serikali iweze kukabiliana vilivyo na kikundi hichi cha Al-Shabaab ili tuweze kufanikisha maendeleo katika kaunti ya Lamu. Ni wakati ambao umefika zile kabila asili za Lamu ambazo zimetengwa ziweze kupata maendeleo katika kaunti ya Lamu na viongozi wao waweze kuheshimika. Viongozi hao wametaka heshima kwa kila mmoja na vile kudumisha amani kwa Wakenya, kwani ukosefu wa usalama eneo hilo ndio chanzo kikuu cha kuzorota kwa uchumi. Manake uchumi wa Lamu unazorota. Maendeleo hakuna, tourism inapotea. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutokuwa na usalama. Kilimo, watu wanavamiwa mashambani. Hiyo inaregesha Lamu nyuma. Kwa hivyo issue ya Lamu si issue ya kabila moja, ni sote ambao tuko pale, ambao tunaishi pale. Inatuuma tukiona Lamu haina usalama. Tunaomba usalama kupitia serikali ya William Ruto atusaidie, na waziri Kindiki na viongozi wa Lamu washirikiane, haya maafa yakome ili tuweze kuishi kwa amani, ili tuweze kukaa kama kaunti zingine kwa amani. Kiripotia runinga ya Al Shifaa kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Edwin Mwandao.